mapenzi yangu mimi mwenyewe, bali nafuata mapenzi ya yule aliyenipeleka. Kumbe hata huku kuhukumu kwake huku atoi katika nafsi yake. Mungu ndo anamwambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Hukumu hiyo hata Muhammad Hakimu 4:65 Qur'an. Wala usijipe shida. Na hapa kwa haki ya Mola wako, watu hawa hawawi wenye kuamini kweli kweli mpaka wakufanye wewe ndiye hakimu wao. Hukumu ni jambo simple, kwa sababu jambo hili hata Muhammad anapohukumu anaambiwa na nani? Na Mungu hukumu. Kwa hiyo bali yupo yule ambaye anayemtuma ndo anakuwa topo wa lile jambo, isipokuwa huyu kafanya maagizo kutoka kwa yule aliyemtuma. Shida nini huelewi? Yesu tuseme anahukumu, lakini kaambiwa na nani? Kaambiwa na Mungu ahukumu. Ndio maana katika Yohana 5 anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu nayohukumu ni ya haki. Kwa nini? Siyafati mapenzi yangu mimi mwenyewe, bali nafuata mapenzi ya yule aliyefanyaje? Aliyenipeleka. Hata wewe unaweza kuwa hakimu. Mungu akiamua tu mkongo nakupa hukumu, ushajua hiki una hukumu. Kwa hiyo tukubali Yesu hakimu. Sawa, ndo faida yake nini kuwa hakimu? Yaani kule kuhukumu kwa Yesu faida yake nini? Hakuna faida, kwa sababu yeye atatoa maamuzi ambayo kaambiwa na Mungu ayatoe hayo maamuzi. Kwa hiyo nikufundishe, lisikupe shida neno hukumu. Hata leo tuna mahakimu hapa ambao wao wanahukumu kwa kufuata kanuni na sheria na katiba zilivyoandikwa. Kwa hiyo Yesu akishakuwa hakimu, nini faida yake ya kuwa yeye hakimu? Tunajifunza nini kupitia faida yake kuwa hakimu? 56 Zaburi, kwa maana Mungu ndiye hakimu. Ikiwa Mungu anasema yeye ndiyo hakimu na wewe unasema Yesu ndiyo hakimu, Mungu na Yesu tumkubali nani? Swali litaulizwa kwa dakika 3, litajibiwa kwa dakika 5. Tutaanza na Mwalimu Billy Magambo. Okay. Sawa. Tunaanza dakika 3. Ndio, dakika 3 utauliza swali, litajibiwa kwa dakika 5. Alafu tutakurudishia tena kwa dakika 3 zingine utuambie kama umeelewa, tena kwa dakika 5 tutasawazisha. Alafu utauliza wewe. Nadhani mchungaji akitoka hapa atakuwa akajifunza vitu vingi sana vya Kiswahili vilikuwa vinampa shida. Lakini tusome katika Yohana 12:44. Yohana 12 mstari wa 44. Nataka swali langu mimi niliseme hapo. Alafu baada hapo nitaweka swali la ziada. Yohana 12 mstari wa 44. Naomba tuanzie hapo.